Karibu tena Den Blessing Creations. Leo nakuletea design nzuri sana ya blouse ya nyama nje yenye kola ya kisasa. Blouse hii unaweza kuvalia kwenye suruali ya tight, shift skirt au style nyingine yoyote ukapendeza sana. Ni design smart, classy na yenye mvuto wa kipekee kwa mwanamke anayependa kupendeza. Katika video hii nitakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kushona blouse hii kwa usafi mkubwa kabisa. Kama unapenda mishono ya kisasa na fashion zinazo trend, basi uko sehemu sahihi. Usisahau kusubscribe, kulike na kuwasha kengele. Twende tukaanze kushona pamoja. Hicho sasa ni kitambaa chetu na tumekikunja mara mbili, lakini kama unavyoona kinajivuta kidogo. Baada ya hapo sasa tutakwenda kuanza vipimo vyetu, ambapo tutaanza na vipimo vya bega. Bega letu ni inchi 14, tutagawanya kwa 2, tutakuwa na inchi 7. Tutaweka hapo inchi 7 hiyo. Tutaweka hapo 7. Baada ya hapo utashuka kifua. Kifua changu mimi nitashuka kwa inchi 8, lakini pia kwa vipimo hivi vya kifua unaweza ukashuka mpaka inchi 9. Na nitaweka huo mstari kama hivyo. Urefu wote wa blouse yetu ni inchi 18. Baada ya hapo tutafanya vipimo vya kifua. Kifua chetu mzunguko wake ni inchi 34. 34 tukigawanya kwa 4 tutakuwa 8.5. Kwa hivyo nitaweka hapo 8.5. Baada ya hapo tutashuka hafu yetu. Hafu ya blouse yetu hii ni 15. Kwa hivyo nitashuka hapo kwenye inchi 15 na nitaweka alama yangu hapo. Tayari tumefanya vipimo vya kifua. Kwa hivyo tutakwenda kufanya vipimo vya tumbo. Mzunguko wa tumbo wetu ni inchi 26. 26 tukigawanya kwa 4. Hii hapo tutapata 6.5, ambayo ndio hii hapo. Kwa hivyo tutaweka hapo 6.5. Hiyo hapo. Baada ya hapo sasa huku chini tumepata 6.5 kwenye tumbo letu. Baada ya kugawanya tutaongeza na inchi 1 kwa itakuwa 7.5. Nitaweka hapo. Baada ya hapo tutanyosha huo mstari hivyo, tutanyosha kutengeneza shape yetu kama hivyo unavyoona. Lakini shingo letu pana wake ni inchi 3 na urefu wa shingo yetu ni inchi 1.5. Hiki ni kipande cha nyuma tunakata kwanza, bado sijakata kipande cha mbele. Hiki ni cha nyuma ndo tumeanzia. Na tutatengeneza shingo yetu kama hivyo. Baada ya hapo nitashuka nusu inchi, nitaweka nusu inchi hapo kwenye mstari wangu wa kwapa, na hapo nitashuka inchi 4. Ni kwapa langu nimegawanya kwa 2 ndio nimepata hiyo inchi 4. Na kutoka hapo kwenye hiyo robo ya kwapa, hiyo nusu ya kwapa, utaingia ndani kwa robo inchi. Na baada ya hapo utatengeneza kama hivyo ninavyofanya mimi. Baada ya hapo pia tutanyosha mstari huo kama hivyo. Kuanzia hapo mwanzo wa kitambaa changu hapo ambapo unaona nimeweka inchi 21 ndio nitafanya sasa vipimo vyangu vya kuja kutengeneza sasa huo mzunguko wangu wote hapo kama jinsi ambavyo umeona nimefanya. Sasa na kutoka hapo tutapanda inchi 6 juu na tutatengeneza kama hivyo. Nadhani umeona jinsi ambavyo nimetengeneza hiyo shape hapo. Kwa hiyo ndipo blouse yangu inavyotakiwa kuwa hivyo. Kwa tumekata kama hivyo unavyoona tayari. Hapo sasa tutakwenda kukata kipande cha mbele. Kipande chetu cha mbele, urefu wa shingo ya mbele nimeacha inchi 3. Na baada ya hapo tunakata sasa.
nitakata na hapo vizuri. Baada ya hapo sasa utapasua hicho kipande cha mbele ili viwe vipande viwili. Hicho ndio kipande chetu sasa cha mbele, hicho ambacho kipo chini. Tutakwenda kupima huo urefu hapo. Hapo tuna inchi 15. Hivi ni vitambaa vyetu ambavyo tumekata viwili. Hapa kuna kitambaa cha vifungo na kuna kingine cha vishikizi cha matundu ya vifungo. Kama unavyoona nimepima inchi 2.5, lakini pia nimeweka stiff. Kwa hiyo nitaweka hivyo kipande changu hicho cha mbele. Nimeweka kama hivyo, utaweka hivyo kwa kipande chako hicho cha mbele, lakini pia utafanya na kwa kipande kingine. Utakwenda kushona hapo. Na kipande kingine pia hicho utaweka hivyo hivyo. Tayari nimekwisha shona. Kwa utaweka hivyo nguo zetu kama unavyoona pande vyetu viwili vya mbele, utaweka kama hivyo. Na tutakwenda kushona hapo. Tayari nimeshashona. Chageuza sasa nguo yetu. Hivyo unavyoona hiyo ni sehemu ambayo nilikuwa nafanya vipimo. Nafikiri na hiyo alama imetokeza mpaka nje huko. Alama zile za vipimo itapendeza hata katika nguo yako itokeze ili kusudi kusaidia vipimo vyako visije vikaa tofauti kidogo, kwa sababu nguo yetu tunakwenda kuishonea kwa nje. Hicho kitambaa changu urefu mpana wake ni inchi 1.5. Nitakwenda kuzungushia hapo chini. Nitakiweka kama hivyo na nitazungusha kwenye mzunguko wangu wote. Lakini baada ya hapo nitakuja kushona hapo. Nguo yangu nashonea kwa juu. Tayari kama unavyoona nimezungusha hicho kitambaa hapo, kimekaa vizuri, lakini pia nguo yangu nimeishonea kwa juu kwa sababu hii ni blouse ya nyama nje. Kwa hiyo lazima ushonee kwa juu. Baada ya hapo sasa tutakwenda kuweka kola yetu. Nimeshawahi kufanya video ya kola, nitakuwekea link hapo chini. Kama haufahamu namna gani ya kukata kola, basi tutakwenda kujifunza kupitia link nitakayokuwekea hapo. Hiyo ni kola tutakwenda kuweka hapo kwenye nguo yetu. Lakini baada ya hapo tutaweka vifungo pia. Blouse yetu ndio hiyo kama unavyoiona hapo, tayari imekwisha pendeza. Tumeweka vifungo kama hivyo unavyoona. Hivyo hapo, lakini pia nimeweka kola yangu hiyo hapo, imekaa vizuri kabisa. Wewe unaonaje, imetokeaje, imependeza au unaona vipi? Asante kwa kutazama video hii, natumai umeipenda design hii nzuri ya blouse ya nyama nje ya kola. Kama umejifunza kitu, usisahau kuacha like, comment na subscribe kwenye channel ya Den Blessing Creations. Kila Jumanne saa 3 usiku na Alhamisi saa 2 usiku na kuletea design mpya za kisasa.